bigi wa Azam FC bwana. Miongoni mwa pakti ambazo ulizikuwa una hamu kweli kweli ya kuzimaliza, ndugu yangu, haijataka kukamilika pakti. Pakti bwana haijakamilika na sababu kubwa ni kwamba mshangazi umeshikwa bega. Mshangazi umeshikwa bega. Hatujakuta kitu ndugu yangu. Sure, hamna haja ya kuleta kona kona. Mshangazi umeshikwa bega, hatujakuta kitu. Nani kaushika bega? Sasa tunategemea kwamba tutakuta, lakini ndio hivyo, mshangazi umeshikwa bega, hatujakuta kitu chochote. Kumbe kuna namna mmehuzunika. Sio kuna namna, kiukweli tumehuzunika kwa asilimia kubwa, kwa sababu lengo lilikuwa tuweze kumalizia pakti. Sawa, na ndio maana tumefanya kazi ya ziada. Tumeenda Singida, tumenunua kilainishi, tukiwa tunajua kwamba mafuta, tukiwa tunajua kwamba yani safari hii mambo yanakuwa bulbul. Tumefika ndani, mshangazi hamna kitu. Oya vipi? Bwana, ugomvi ulikuwa mkubwa. Ugomvi ulikuwa mkubwa sana, balaa lilikuwa zito, lakini ndio hivyo, hatujanufaika kwa sababu mshangazi umeshikwa bega, hatujakuta kitu. Mara ya mwisho nilikwambia usajili ambao wameufanya Simba Sports Club katika dirisha dogo la usajili, mimi niliwapa nafasi kubwa kabisa kutokana na usajili ambao wameufanya. Pasina shaka nyewe wenyewe mmejionea. Kwani kuna mchezaji gani wa maana ambaye amefanya vitu vikubwa pale Libase Gay unaomsema? Nisikilize nikwambie, hao wote unawataja hao. Anicet Yaula ametoka kupigwa tobo na Fei mule ndani, kila mtu ameona. Faisali amepiga dadana 16 katikati ya dimba. Huko ana Aula, huko ana Libase Gay, na mbele yao kuna mtu mwingine alikuwa pale mbele, sijui ni Shomari au ulikuwa nani. Na Fei anapiga danadana. Anapiga nini? Zaidi ya 10 anatembea na mpira. Unawatajaje wachezaji unawataja? Ndugu yangu, anapokuwepo Faisali, hakuna kiungo yoyote kwenye nchi anapaswa kuongelewa. Anapokuwepo Fei, hamna kiungo unapaswa kumzungumzia. Anapokuwepo Nado, usimtaje winga mwingine yoyote. Nado alikuwepo leo, unamtajaje Libase Gay? Mchezaji anavaa utunda, unamtajaje mchezaji kama huyu? Fundi yule. Ufundi wake. Jirani wote wanamuogopa. Majirani zako na fullback gani? Wewe jirani zako wewe unajua, majirani zako wote wa fullback zake unawajua. Wote miaka kuanzia 45 50 age go. Hapo kuna mtu amekutana na mtoto mdogo kuita Pascal Msindo. Hujaona shughuli iliyotokea hapa? Amefanya nini? Kwani amekimbia mara ngapi mchezaji? Sasa amekimbia mara moja tu. Amekimbia mara moja tu, Msindo ndo akaja kupata kadi ya njano. Ile tu, moja tu kwenye kidole kati 90. Hata utataja kitu gani? Ndugu yangu, unapoizungumzia Azam Football Club, unazungumzia timu ambayo imekamilika, iko full package. Umeelewa sijui? Na ndio maana kwa mara ya kwanza leo nimetoka nimeanza kuota kichwa na kushabikia Azam FC. Kwa mara ya kwanza leo Faisali, mchezaji ambaye anaongoza kwa magoli kwa viungo, au sio bwana? Mchezaji ambaye anaongoza kwa assist, anatolewa ndani ya dakika 90. Nenda kakae pale, acheze mtu kuta Jenja Kamanga Ngita. Wewe umekuona vitu kama hivyo? Wewe umekuona ni lini mara ya mwisho wewe umekuona Azamu inacheza Faisali hayupo? Ukiona hivyo anaumwa, sio akiwa mzima. Sijui umeelewa sijui, lakini leo Faisali amefanyaje? Amekaa nje. Maana yake nini? Ni kwamba tumeangalia kwamba timu yao ni na uwezo wa kawaida. Tunaweza kucheza nayo pasi na nani? Pasi na Fei. Dakika 15, dakika 20 tunazima nao. Na si ndio umeona wamefanya kitu gani? Wamefanya shambulizi gani la hatari? Mchezaji wao ule kutoka Afrika Kusini ametapika baga pale. Ametapika baga za Sauzi pale Maepo nani? Maema nani wewe bwana? Wana beki wao wanamsema beki bora. Beki bora muda wote. Ametapika Maepo pale. Watu wameenda kusafisha muda si mrefu pale. Maepo ametapika. Pigwa kwaju moja la ile Selman Nado. Amekaa chini. Dakika 30 anatibiwa. Dakika 30 madaktari wanaulizana tumpeleke nani Temeke hospitali tuendelee kumtibia hapa. Hamujaona? Asiona nani museme? Hamujaona? Hajalala pale chini dakika 30. Hajatapika Maepo pale. Famasiala nini? Ametapika. Piga kwaju moja baba. Mwada ile inaitwa mizaili. Lile sio shoot, ile nini? Mizaili. Vinu kutoka Irani vile. Hapa amekaa chini. Bora kufungwa, bora kusuluhu. Bora kuchukua pointi 4. Tumechukua pointi 4 kwa Simba, maisha yanaendelea. Yeye ana pointi 1. Mimi nimeuliza bora kufungwa au bora kusuluhu? Sijakuzungumza. Bora kuchukua pointi 4 kwa Simba Sports. Sijui umeelewa? Hujanijibu swali. Bora kufungwa au bora kusuluhu? Mechi gani unazungumzia wewe? Sisi nimeuliza swali bigi. Mchezo wa mpira wa miguu una matokeo matatu. Bora kufungwa, bora kusuluhu. Bora kushinda. Bora kushinda. Katika michezo yenu yote ambayo mmecheza ndani ya ligi kuu Tanzania bara, mpaka leo hii hamjaruhusu kufungwa mchezo wote. Sahihi kabisa. Yaani kwa lugha nyepesi unasema tuna clean sheet. Yani achilia mbali unbeaten sawa, lakini unasema tuna clean sheet. Yani hatujafungwa. Katika timu ambazo hazijafungwa duniani mpaka sasa kwenye ligi yao, unaiweka na Azam FC pale, lakini ndio miongoni mwa timu ambayo imeruhusu magoli machache zaidi.
Lakini Didi, ukiangalia kwanza dakika 60 inaonekana Simba kuwalazimisha sana mashambulizi kwa upande wao, mkao mnaelemewa sana. Je, unafikiri ubora wa Simba uliamuru kuwa hivyo? Kwa hiyo wao walianza kucheza mpira kuanza dakika 60, kuanza dakika ya kwanza mpaka kufika 60 amecheza. Wanatoka nje wanalalamika muamuzi alikuwa upande wenu, Young Africans leo alikuwa nyuma yenu. Muamuzi gani? Amekosea nini? Penalti gani? Haijawekwa hiyo, sio penalti. Ndugu yangu, ukizungumzia penalti inawekwa pale. Sio zote tatu. Haikuwa tatu. Mwalimu hajaona. Sasa tatu. Ndio wanachokizungumza huko. Mechi gani hii ya leo? Au wanazungumza mechi gani? Hajaona zote tatu. Hajaona leo penalti hapo. Ndio unaulizwa Alagija hajaona zote tatu. Ukiona haijawekwa, nisikilize. Narudia. Hajaona zote tatu. Nisikilize na kujibu sasa. Ukiona haijawekwa, haikuwa penalti. Sawa? Kama ingekuwa penalti ingewekwa. Lakini kwa kuwa haijawekwa sio penalti ndugu. Mtu gani? Huyo mtu unataka kumsema wewe ndio mtu ambaye ameandika barua kwenda bodi ya ligi, hataki kucheza na Azam kwenye ligi hii. Haujui hilo? Yaani na maana mimi nawapeni habari mpya. Iliitishwa press. Nisikilize. Iliitishwa press. Na tena wewe miongoni mwa watu ambao walikuwa wanauza maswali pamoja. Imeitishwa. Nisikilize. Nisikilize. Nisikilize basi. Hasi ndio nisikilize. Sawa? Imeitishwa press. Limeulizwa swali na nyinyi wote mlisaidia kuwapa watu simu. Kumpa simu msemaji wao, aliuliza swali. Kwa nini kila anapofika mwezi wa 3 tunacheza na Azam FC? Kuuliza. Na akasemaje? Kwa nini? Maana yake nini? Inamuuma kucheza na Azam FC kila ikifika mwezi wa 3. Matamanio yake nini? Mtu ambaye anakuuliza kwa nini nacheza na Azam kila mwezi wa 3, maana yake anataka kitu gani? Hataki kucheza na Azam FC huyo. Wamepeleka barua bodi ya ligi. Wamepishana na wenzao. Wao wamepeleka barua Damalo, wao wamepeleka barua Azam. Umeelewa sijui? Hao wamepeleka barua ya Msukuma, hao wengine wamepeleka barua ya Azam FC. Hatutaki kucheza na Azam kila mwezi wa 3. Ratiba unapanga wewe. Wewe nani upange ratiba ligi kuu Tanzania bara? Au kwa sababu unaweza kugari kusema uchezi mechi ndio unataka upange kila kitu? Ndugu yangu, unapozungumzia Azam FC, unazungumzia dubwasha moja kubwa sana kwenye mpira wa Tanzania. Lakini kwa mtindo wa kunyooka, mtindo ambao una ukweli na haki. Lakini ukileta kona tu. Leo ametoa mapovu. Alagija kweli tatu. Nani? Aficha. Tatu gani unasema wewe? Tatu malogo au tatu gani unazungumzia wewe? Amemchezea nani? Ndugu yangu, ukitaka mpira ambao watu wagusani, kuna bao, mchezo wa bao, drafti, au sio bana, pool table. Hamna mtu atakugusa. Sasa wewe Libasa ameenda kumgusa nani? Unamsema wewe? Na Nilifontes Mendoza amefanya Mendoza. Hebu ulipomwangalia Mendoza ana kilo ngapi? Haya, ukija kumwangalia mchezaji wenu huyu Libasa unamsema na kilo ngapi? Ndugu yangu, mchezaji anavaa shanga hapo penalti nchi hii. Mchezaji yote mwenye utunda hawezi kupewa penalti kwenye nchi ya Tanzania. Mwanangu, pakti haijamalizika. Nimekuambia mshangazi umeshikwa bega na hatujakuta kitu. Mshangazi umeshikwa bega hatujakita kitu. Ndio maana hatujaweka. Light tungekuwa tumekuta. Ungekuwa hujashikwa bega, pakti ilikuwa inaisha. Ile ilivyokuwa na drop. Umeona maneno ndio shida hiyo. Nani kaushika mshangazi bega? Nani ameushika bega mshangazi? Kwa nini hatujaikuta?